Walipoanza kutembea ndani zaidi, ghafla wakakutana na jengo la watawa wa Kikristo. Hakukuwa na askari waliokuwa wakilinda eneo hilo, kwa sababu wenyeji hawakuwahi kufikiria kwamba watu kutoka ng'ambo ya bahari wangeweza kufika hapo. Na hapo ndipo wa Viking walipogundua kwamba Ragnar alikuwa sahihi. Kulikuwa na ardhi yenye utajiri mkubwa kuliko walivyowahi kuota. Ndani ya jengo hilo walikuta vyombo vya thamani vilivyotengenezwa kwa dhahabu na fedha, vitabu vilivyoandikwa kwa mkono na watu waliokuwa wamejitoa kwa maisha ya ibada. Katika historia halisi, uvamizi wa monasteri kama hii unafanana na mashambulizi ya kwanza ya Viking dhidi ya monasteri za Uingereza mwishoni mwa karne ya 8. Monasteri zilikuwa na mali nyingi, lakini mali nyingi hazikuwa na ulinzi wa kijeshi. Lakini jambo ambalo hakuna alilitarajia ni kwamba Ragnar hakuchukua mali tu, alimwona mtawa mmoja akiwa hai na akaamua kumchukua mateka. Uamuzi huo ulionekana wa kawaida kwa wenzake, lakini baadaye ungekuwa mwanzo wa urafiki ambao ungebadilisha historia ya Ragnar milele. Ragnar anatoa amri ya kurudi nyumbani kabla ya majeshi yao hayajafika. Lakini kuna jambo moja ambalo linawashangaza wenzake. Baada ya kumuua yule mtawa kama walivyotarajia, Ragnar anamfunga na kumchukua akiwa hai. Hakuna aliyeelewa sababu yake. Kwa Viking wengi, huyo alikuwa ni adui asiye na thamani, lakini kwa Ragnar alikuwa ufunguo wa kuelewa ulimwengu mwingine. Safari ya kurudi ilikuwa ndefu, lakini kila aliyekuwa ndani ya meli alijua kwamba walikuwa wameandika historia. Walikuwa wamethibitisha kuwa upande wa magharibi haukuwa mwisho wa dunia, bali ulikuwa mwanzo wa fursa mpya. Walipofika kijijini Kattegat, habari zilienea kwa kasi. Watu walikusanyika ufukweni kushuhudia meli iliyorejea ikiwa imejaa mali ambazo hawakuwahi kuziona maishani mwao. Lakini furaha hiyo haikumudu kwa muda mrefu. Mfalme Harald alipoona mafanikio ya Ragnar hakufurahishwa hata kidogo. Badala ya kumpongeza, aliona umaarufu wa Ragnar ukikua mbele ya macho yake, na hilo lilikuwa tishio kwa utawala wake. Kwa mujibu wa mila za Viking, sehemu kubwa ya nyara ilipaswa kukabidhiwa kwa kiongozi wa eneo. Ragnar, ingawa hakuridhika, alikubali kufuata sheria hiyo. Lakini ndani yake alikuwa tayari amegundua jambo moja. Ikiwa angeendelea kufanikiwa, siku moja angelazimika kupambana na Haraldsson mwenyewe. Wakati huo huo, mtawa yule aliyekuwa mateka aliletwa mbele ya Ragnar. Hakuelewa hata neno moja walikuwa wakizungumza, na wa Viking nao hawakuelewa lugha yake. Lakini Ragnar hakupoteza muda, hakupoteza hamu. Alimtazama kwa umakini, akitambua kwamba mtu huyu anaweza kumfundisha mengi kuhusu nchi za magharibi. Katika historia halisi, wa Viking mara nyingi waliwachukua mateka wakati wa uvamizi. Baadhi yao waliuzwa kama watumwa, huku wengine wakitumika kama watafsiri au vyanzo vya taarifa kuhusu maeneo mapya waliotaka kuyavamia. Hivyo ushindi wa Ragnar haukuleta utajiri pekee, ulileta pia maarifa mapya. Na hapo ndipo simulizi ya episodi ya kwanza inafikia mwisho. Lakini safari ya Ragnar ndio iliyokuwa inaanza. First, this is my family. Katika episodi inayofuata, mvutano mkali kati ya Ragnar na Haraldsson utaongezeka zaidi, na kila ushindi wa Ragnar utazaa adui mkubwa zaidi. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele. Karibu kwenye channel inayokuletea movie recap za moto. Hapa tunakuvuta ndani ya simulizi zenye msisimko, siri nzito na matukio yanayobadilika kwa sekunde. Bonyeza subscribe, washa kengele, kisha tuanze safari ya leo.